hoja hii. Fungu la kwanza ambalo nitakalolishikilia ni fungu C01 ambalo ni ofisi ya makamu wa pili wa rais, na hii ni kwa sababu ya kibudget. Ndani ya matrix inaonyesha, ukiangalia matrix ya ukurasa wa 6 inaonyesha kwamba kwa kuna zile programs za Unguja na Pemba, lakini ukiangalia kwenye matrix ya Unguja kuna ofisi ya uratibu wa shughuli za ofisi ya Dodoma. Lakini pia ukirudi chini utakuta pia ofisi hiyo hiyo ofisi ya Pemba inaratibu tena shughuli za Dodoma. Kwa hiyo tunataka tujue hapa kuna mkanganyiko gani kwenye hizi matrix ili kuona kwamba hii bajeti tunaipitishaje, kwa sababu shughuli zote zilizowekwa hapa zimewekwa kama ni shughuli moja wakati ni ofisi tofauti. Lakini pia ukiangalia kwenye matrix 2026-2027 hakuna kiwango cha fedha ambacho kimewekwa, inaonyesha kwenye matrix ni 000 kwenye program zote. Kwa hiyo naishikilia kwa sababu ya matrix zaidi. Lakini niungane na wenzangu pia kwa sababu tumeambiwa tulizungumze swala la tume ya uchaguzi, na tume ya uchaguzi sio kwamba ni suala la leo tu au ni suala la 2025 au ni suala la kusema labda kila tunapofika kwenye miaka ya uchaguzi ndio tulizungumza suala la uchaguzi au la suala la tume ya uchaguzi. Suala la uchaguzi hii ni process ya kiraia. Raia yoyote wa Zanzibar anatakiwa apige kura yeye atakapofika umri wa miaka 18, na imetajwa kwenye ibara ya 7 ya katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 kwamba ikiwa ni Mzanzibari ana uwezo wa kupiga kura akifika miaka 18, isipokuwa tu kwa yale makosa, kwa yale mambo ambayo yanamfanya yeye asiweze kupiga kura. La kwanza ikiwa hana akili timamu au ni mhaini. Lakini Mheshimiwa Spika, mimi pia napenda kulizungumza swala hili kwa sababu limeondoa kabisa imani ya wananchi. Sasa hivi wananchi inapofika kipindi cha uchaguzi zetu zinawekwa rehani. Miaka yote hii ikifika kipindi cha uchaguzi kila mmoja wetu roho yake iko rehani, na ni kwa sababu hiyo tume ya uchaguzi imepewa nafasi kubwa sana au imepewa mamlaka makubwa sana kuyazungumza au kuyafanya matendo ambayo serikali ilitakiwa iyasimamie, kwa sababu serikali imeweka ndani ya katiba, na katiba inaonyesha kwamba binadamu hatakiwi atezwe utu wake. Na kwa maana hiyo kuna vitendo vingi ambavyo vinatokea kipindi cha uchaguzi, kipindi ambacho tunaangalia watu wengi sana, wengine huondoka kabisa kwenye nchi hii na siweze kupiga kura. Tuangalie mifano mbalimbali ambayo inatokea ya kuanzia miaka ya 2000. Kiangalia mwaka 2000 baada ya kumaliza uchaguzi 2001 tumeingia kwenye vurugu. Watu walicontest, walitaka kuingia ndani barabarani ili kuonyesha ni namna gani serikali haikutenda haki kupitia tume ya uchaguzi. Lakini watu zaidi ya 35 walifariki, watu zaidi ya 600 walijeruhiwa, na watu zaidi ya 2000 walikimbia nchini Kenya. Hii inaonyesha kwamba watu walikuwa na hofu ya nchi yao na watu walikuwa na hofu ya tume ya uchaguzi kwa sababu haikuwa inatenda haki. Turudi hapo kwenye mwaka 2015 watu wakatia mpira kwa panga. Kipindi hicho watu wenyewe wanaogopa sasa kuiangalia tume ya uchaguzi kama ni sehemu ya haki. Wananchi wanaogopa tume ya uchaguzi wakiona kwamba sio sehemu sahihi ya wao kuchagua viongozi ambao wao wanawataka. 2015 tumeingia tena 2020. Mambo ni yale yale. Watu zaidi ya 15 waliuawa, lakini kwa bahati mbaya sana tunasema sisi tunaishi kwenye nchi yenye Waislamu. Watu wamebakwa. Kuna watu wazima zaidi ya miaka 80 wamepigwa na kuumizwa, na maumivu yao yamesababisha mpaka kupoteza maisha. Kuna wamama wajawazito ambao amebakwa mbele ya familia yake, na hili sio swala, hili ni suala la haki za binadamu. Unamteza mtu utu wake, unamteza mtu hali ambayo unamfanyia kitendo mbele ya familia yake. Hili ni suala ambalo sisi tunatakiwa tuliangalia vizuri, na ni sehemu ambayo ya kulishikilia kabisa. Kila mmoja wetu hapa anatakiwa ashikilie fungu hili kwa namna yote, kwa sababu hii ni haki ya binadamu, lakini pia inaenda kinyume na maadili yetu ya Kiislamu. Lakini suala jingine, Mheshimiwa Spika, nilikuwa nataka nizungumze swala ambalo limetokea 2025. Jamani, sisi hatukuingia kwenye uchaguzi
kwa amani. Tumeingia kwenye uchaguzi kwa ukimya, na ukimya huu umeletwa kwa sababu viongozi, hususan mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo alisimama akasema, jamani, nyamazeni, msiretaliate. Hicho ndio kilichofanya sisi tusimame, tusiingie kwenye vurugu. Lakini ingekuwa akisema tu, sisi tungeingia. Semea kwenye kisemeo hicho mheshimiwa, usikike tupate na Hansard. Huyo ndo mwenyekiti wangu. Asante. Naongezea tena hapo kwamba Mheshimiwa Spika, na tusikae kusema kwamba labda tunafanya hivi kwa kuogopa. Tunafanya hivi kwa sababu tunataka tuinusuru Zanzibar. Tunapoingia kwenye michakato ya kiserikali, tunapoingia kwenye michakato ya kiuchaguzi, sisi tunaingia kama raia, na tunapoingia kama raia tunatamani sana serikali yetu itutunze na ituprotect, kwa sababu mambo mengi yanatokea. Na ukiangalia kwenye kipindi hiki cha uchaguzi, inapotokea tu kwamba kuna uchaguzi, utakuta nchi hii kama kuna vita. Maana tutaona sura za kila aina. Kuna sura nyingine hata sio za Kizanzibari zinakuja hapa. Tunaona watu wanaingia ndani ya Zanzibar makundi kwa makundi kuhakikisha kwamba wengine wanapiga kura, wengine wanatishia watu ambao wanatakiwa kupiga kura, wakati kwenye kifungu cha 7 cha katiba kinaonyesha haki ya Mzanzibari ya kupiga kura. Unawezaje kumchukua Mzanzibari ukamtishia wakati yeye anatamani sana kumchagua kiongozi anayempenda? Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, mimi nakishikilia kwa namna hiyo. Asante sana Mheshimiwa Spika, mimi nimemaliza. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa, kishamaliza uweze kuendelea. Basi kishamaliza Mheshimiwa. Naomba sasa nimwite